Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, popote mnaponisikiliza, enyi wasikilizaji wangu. Nina ujumbe ambao ningependa kuwasilisha, na hasa kwa ndugu zangu walioko katika taifa la Tanzania, na ningependa uwafikie kwa ufasaha. Ndugu zangu, ni vyema kujua ya kwamba Mungu ana mpango mwema juu yetu kila siku. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 9 mwaka jana ambapo Mungu alinizungumzia kuhusiana na jambo ambalo linakuja kutokea nchini Tanzania. Kumbuka ya kwamba lipo andiko linalonukuu katika kitabu cha Isaya sura ya 18 mstari wa 23 kwamba siku za mwisho kutakuwa na njia itakayokuwa imenyoka kutokea Kushi hadi Ushuri. Hii inaonyesha wazi kana kwamba ufufuo wa kanisa la mwisho utaanzia barani Afrika ukielekea Asia, ndiposa Kristo Yesu aweze kurudi kulingana na neno lake ambalo alinena katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 ya kwamba habari njema ya wokovu lazima itahubiriwa kote ulimwenguni. Nilipokea ujumbe kuhusiana na taifa la Tanzania na mpango wa Mungu juu yake, ya kwamba Mungu ameapa kuwapa kiongozi atakaye waongoza katika hoteli na ufufuo wa kanisa la siku za mwisho. Mungu alinijia kwa sauti yake akaniuliza, je, wafahamu ni kwa nini huyu askofu kiongozi wa kanisa la ufufuo anawaambia waumini wake wamsikize kwa makini sana, kwa sababu anao muda mchache wa kuzungumza nao? Kwa sababu ilikuwa kwenye maoni, sikujibu. Sauti ikaendelea kuniambia, kwa ajili yake nimeng'oa miti yote mikubwa ndiposa aweze kutawala. Ndugu zangu, ni vyema tufahamu ya kwamba Mungu si mwanadamu adanganye. Injapokuwa wapo waliolazimisha kwa nguvu zao zote kuyatwaa mamlaka, ni wakati tutakapofahamu ya kwamba Mungu si mwanadamu adanganye, na kitakachotokea nchini Tanzania sio sadifa, kwa kuwa itakuwa mpango wa Mungu. Ewe Mama Samia, umedanganyika. Nimekuona mara nyingi ukitokea kwenye mtandao na kuongea kwa kiburi, kunjitapa na kujipiga kifua, hata hauna aibu baada ya kusababisha mauaji ya watu wasio na hatia. Lakini nakuambia hivi, ni kazi ya Mungu kuwashusha wenye kiburi na kuwainua wanyenyekevu. Chuma chako kimotoni, na nakuhakikishia kama mimi nabii wa Mungu, hawezi kalia hicho kiti angalau miaka 2, kwa sababu Mungu muumba nchi na mbingu alikuwa kesha chagua mtumishi wake, na wao wafahamu hilo. Ijapokuwa umeng'ang'ania, sikulaumu, kwa sababu wakati Mungu anaamua kumwangamiza mtu, Mungu mwenyewe anamtia moyo wa ukaidi. Wafahamu ya kwamba nyota ya uongozi ilikuwa ishaondoka kwako, lakini ukatumia nguvu ila na udanganyifu, ukatumia mabavu kuwashurutisha watu, kuwafunga wapinzani na kuwateza watu pasipo na haki. Sikiza nikwambie, mwisho wako umefika na uko mbali.
Ndugu zangu wa Tanzania, msiwe na wasiwasi, kwa vile haki zenu mmedhulumiwa. Mwisho wa kukandamizwa umefika na ukombozi wenu umikononi. Jukumu lenu ni kuomba kwa nguvu zaidi, ndipoza Mungu aweze kutenda lililo la kwake. Mungu ameamua uamsho wa siku za mwisho uanzie katika taifa lenu, na vyenye namjua mchungaji Daktari Askofu Gwajima ni mtumishi ambaye amejitoa kwa injili ya kweli. Ana biashara za vitambaa, auzi maombi, na ni mtumishi ambaye ana ila kwa wote ambao mmepewa uwezo wa kudadafua roho. Sasa ningependa muwe tayari, kwa sababu lipo jambo ambalo litakuja kusababishwa na Mungu mwenyewe. Na nasema haya kabla hajatokea, ndipoza watu wakaweze kufahamu ya kwamba kitakachotokea ni mpango wa Mungu, na waweze kumgeukia Mungu wa kweli. Haitakuwa sadifa, haitakuwa bahati mbaya, haitakuwa mambo ya kupangwa. Mungu kesha amua kuwaokoa watu wake. Tanzania mpya inakuja, uhuru wa watu utapatikana. Na enyi syndicate ya udanganyifu, syndicate ya ufisadi, nyinyi mnaoteka watu, mjue wakati wenu umeisha na mshaanguka hata ninapozungumza. Katika jina la Yesu nafunga uasi wowote, napiga mitandao yenu ya siri, mtaaibika na mtawekwa wazi. Nasema kwa jina la Yesu. Ndugu zangu wa Tanzania, ningependa muwe na subira tu, maana kwake Yesu siku 1000 ni sawa na siku moja. Kusudi lake lazima litimie katika taifa lenu, na lishakuwa kwa jina la Yesu. Muwe na wakati mwema. Amen.